mchokozi si mchokozi, vita vitakuja, kwa sababu hii dunia ni dunia ya wababe. Hii dunia haina wema. Nilizungumza mwanzoni kabisa nikasema duniani hakuna haki. Hakuna haki. Akitaka kuonea na kuonea tu. Maduro yuko ndani, Maduro saizi. Maduro yuko ndani, rais wa Venezuela alitekwa, yuko ndani saizi. Marekani kafungwa. Kwa sababu gani? Mafuta yake, gasi yake. Ndio nchi ya kwanza produce mafuta duniani, inafuata Russia. Marekani ni nchi ya kwanza kwa usambazaji wa ufanyaji wa biashara, sio uzalishaji. Katari inakuja namba 3 pale. Maduro alishikwa. Anatafutwa Cuba, rais wa Cuba ajiandae. Sasa ni dunia tunaishi ni uonezi. Uwe mpole, usemi, uwe kiongozi unajipendekeza, utapigwa tu. Sasa lazima watu wajiandae. Lazima serikali zijiandae na mfumuko wa uonezi muda wowote ule linaweza likatokea. Hatuwezi kufanikiwa kwa kutegemea nchi zingine zikwenda. Hakuna, nilisemaga hivi, internal and external investors. External investors, wawekezaji wa nje hawawezi kuendeleza nchi yako. Uongo. Uwe ni uongo. Ndio maana hizi nchi kubwa duniani hasitegemei external investors, wanategemea internal. Ndio maana wanawalinda sana wawekezaji wao wa ndani, wanawapa ofa nyingi sana wawekezaji wa ndani. Nadhani mwishoni mwezi wa 11 tarehe 4 mwaka jana, kikao cha wafanyabiashara na wafanyabiashara wa Marekani na Donald Trump, mliona Trump aliwaita, anamuuliza direct, Bill Gates, una mpango gani wa kuwekeza Marekani? Period. Mark Zuckerberg, una mpango gani wa kuwekeza pesa Marekani? Period. How much money unaenda kuwekeza Marekani? Sababu mimi naenda kuwekeza zaidi ya $200 billion. Hapo the same. Sasa lazima nchi ijikite kwa wawekezaji wa ndani. Sisi deni nje, project kidogo, mkopo nje. Hatuwezi kuendelea dadi. Hatuwezi kuendelea. Cyber security, ulinzi wa masuala ya udukuaji wa taarifa, bado tunachukua makampuni ya nje, alafu utapigana na wewe. Hizi kampuni za nje msizichukulia tu za personal companies. Haiko hivyo. Hakuna kampuni ya nje inayokuja kufanya kazi Afrika haina connection na serikali. Haipo. Hawa mabosi mnaona wanakuja kufanya kazi Afrika, hawa makampuni, wale ni ma CIA, wale ni ma Mossad, wale ni ma FSJ kutoka China, M16 Uingereza huko, CIA hizo, USS kutoka Russia hizo. Wale ni intelligence wa Marekani, wanakuja kwenye vitengo vya makampuni. Sasa nyinyi mtaona ni makampuni yanayowekeza, yanafanya biashara kweli, lakini lazima kuna kitu kingine kinaendelea. Ndio maana kuzishinda hizi nchi sio rahisi. Sasa tukiendana na hii tabia, si kupigwa, tutaonewa tu. Kila kiongozi atakuja mtamlaumu, sababu mfumo wa uongozaji wa nchi zetu bado uko chini sana. Yaani viongozi wetu bado wana ile mentality ya kizamani ya sisi kwa tunaamini kwamba yani mzungu ndio kila kitu. Iran imetoka kwa kitambo sana. So vita hii lazima itumike katika njia moja njia nyingine ili kusaidia mabadiliko ya uongozi kwenye nchi zetu. Otherwise tutaonewa sana. Watakuja. Kumbuka tuna 1961 agreement, haturuhusiwi kutengeneza silaha za nyuklia kamwe Afrika. Haturuhusiwi. Nchi 54. Watu zaidi ya bilioni, zaidi ya bilioni 1 na milioni 500. Hatuwezi kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini Israeli ni watu kama zaidi milioni 7 wanatengeneza silaha za nyuklia. Sisi watu bilioni 1 na milioni 500 tumekatazwa. Na tuko kimya tu. Tutaonewa sana. Tutapigwa sana. Mali zetu zitachukuliwa sana. Watakuja na 70%, uchukue 30. Ukikataa wanakueliminate. Tena viongozi wanapenda maisha ya bata. Naambia utapewa nyumba Los Angeles, ama utapewa nyumba California, utapewa nyumba Berlin, London, utapewa nyumba Rome, Paris. Na saini tu dadi. Sasa tufike muda watu waamke. Angalia tu vita kidogo. Bei ya mafuta imeshoot up. Kenya ilipanda mwanzoni mwa vita kabisa. Tanzania imepanda jana sasa hizi 1400 lita.
lita 4,000. Reserve ya miezi miwili, siku 64. Vita ikiendelea miezi 6. Tanzania inatoa mafuta Singapore, inatoa mafuta India, inatoa mafuta Qatar na Saudi Arabia na Kuwait. Singapore, India wanategemea mafuta kutoka Qatar. Wao ndio wanasambaza, ama kutoka Russia. Russia imesimamisha mafuta kuanzia tarehe 1 mwezi wa 4, hawauzi mafuta tena. Kwa hiyo hii vita ikienda miezi miwili, kuna uhaba wa magari kuto kufanya kazi kama Sri Lanka pamoja na Filipino na Thailand. Magari hayafanyi kazi kule tena. Sasa utaona jinsi gani kwamba hii vita ina madhara moja kwa moja, na ni mwamsho, itumike kama mwamko wa viongozi wetu kujiandaa na haya mambo. Kuna nchi zitategemea 80% ya kuingiza vitu nchini ndio nchi iendelee. Yaani nchi inategemea, yaani vitu vinavyotumika ndani ya nchi inategemea 80% kutoka nje. Maka 20% peke yake. Dadi, meli zimekwama kule. Hakuna meli zinafanya kazi kule. Kwa hiyo Irani ni kweli ameshika uchumi wa dunia. Mwingereza akasema, waziri mkuu wa Uingereza akasema, wewe kutoka kazua mimba unabisha. Yeye akasema wameshaona madhara. Wiki ya kwanza Uingereza mafuta ilipanda bei 45.5. The first week ya vita. Marekani second week 27. Ujerumani na Ulaya hapa katikati 50%. Ndipo tunapoelekea. Bado huu mwezi ukiisha, mwezi wa 4, mbona tutaandikia kalamu ya penseli. So ndugu zangu, Irani imetushika pabaya sana.